au miongoni mwa wasiokufa. Tembea. Inaelewa kusema. Naye akaapia kuambia. Naye Ibilisi akawaapia kuambia Adamu na mke wake, kwa yakini mimi ni mmoja wa watu wao shauri njema kwenu. Kwa yakini Ibilisi anawaambia mimi ni mmoja wao wa kutoa mashauri njema. Tangu lini Ibilisi akawa mtoa ushauri mwema? Endelea. Basi akawateka wote wawili. Ibilisi akawateka wote wawili, wakakula katika mti ambao Mwenyezi Mungu aliwaambia wasile. Tembea. Kwa ada yake. Na walipoonja mti ule, ndio aibu zao ziliwadhihirika. Walipoonja ule mti, aibu zao ziliwadhihirika. Alafu na wakaingia kujibandika majani ya miti huko. Wakaingia kujibandika majani ya mti huko. Peponi. Huko peponi. Na Mola wao akawaleta akawaambia. Na Mola wao akaweta akawaambia. Sikukatazeni msije mle mti ule. Mti huu na kumwambieni ya kwamba shetani ni adui yenu. Shetani ni adui yenu, msile ule mti. Ndio. Inaendelea kwa kusema. Wakasema Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu. Adamu na mkeo wakamwambia Mwenyezi Mungu, Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu. Alafu na kama hutatusamehe, ikiwa wewe Mwenyezi Mungu hutatusamehe baada ya kudhulumu nafsi zetu, baada ya kuvunja amri yako na kula katika matunda uliyotukataza, ikiwa hutatusamehe basi na kuturehemu, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa. Bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa. Sasa Adamu anasema Mwenyezi Mungu usipotusamehe baada ya kuanguka kwao katika dhambi, nini inayotokea? Endelea. Surati Araf aya ngapi? Unajua nimeingilia kati sasa. 23. Inasema hivi. Wakasema Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu. Tembea. Na kama utatusamehe na kuturehemu, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa. Endelea. Akasema Mwenyezi Mungu, shukeni katika ardhi. Sikiliza, Mwenyezi Mungu akawaambia shukeni katika ardhi. Ninyi kwa ninyi ni maadui. Ninyi kwa ninyi, Adamu na mke wako mkiwa ni maadui, na makao yenu yatakuwa katika ardhi. Na makao yenu yatakuwa katika ardhi. Na starehe yenu pia. Na starehe yenu vile vile itakuwa katika ardhi. Tembea. Mpaka muda. Ni utakao mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu. Mpaka muda mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu nitakaotaka. Sasa nataka upate uwe makini. Adamu na mkeo wamevunja amri ya Mwenyezi Mungu kule bustanini Eden. Wanaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anawatoa katika bustani, anawaambia waende mpaka ule muda Mungu mwenyewe atakaofanya jambo fulani. Endelea, muda ulifika maumu. Inaendelea na kusema kwamba akasema Mwenyezi Mungu, mtaishi humo, na mtafia humo. Halafu na mtatolewa humo, mtafufuliwa kwenda akhera kulipwa. Endelea. Inaendelea kwa kusema mwalimu. Ndio. Inasema kwamba anasema Mwenyezi Mungu kuambia wanadamu. Anasema Mwenyezi Mungu muda ulifika ambao ule Mungu alisema kuambia kaeni humo mpaka muda mimi mwenyewe Mwenyezi Mungu nitakao, ndiposa nitafanya jambo fulani. Mungu ukafika ule muda, Mungu akafanya jambo fulani. Jambo fulani gani? Inaendelea kwa kusema kwamba inaendelea kwa kusema kwamba anasema Mwenyezi Mungu kuambia wanadamu wote tangu hao wa zamani huko, Mwenyezi wanadamu, ndio hakika tumekuteremshieni nguo zifichazo tupu zenu. Tumekuteremshieni nguo zifichazo tupu zenu, na nguo za pambo, na nguo za utawa. Ndio. Yani kucha Mungu. Ndizo zilizo bora. Sasa Adamu na mkeo, nataka upate picha. Ameanguka katika dhambi. Baada ya kuanguka katika dhambi, wakajipata kuwa wako uchi, wakaanza kujibandikia mavazi ya majani ya mitini ya huko. Baada ya kuwa wanajifandika majani yenye ambayo kwamba yasingeliweza kuwasaidia, kwa sababu jani leo wakata la kauka, kesho watafuta lingine. Mungu ikabidi awateremshie mavazi, na ndiposa Mungu alipokuwa amemwambia kwamba mtakaa humo hadi wakati ule mimi Mwenyezi Mungu nimeuweka, ndiposa nifanye jambo fulani. Na ndiposa muda ule ulipofika, Mwenyezi Mungu akawateremshia
anawateremshia mavazi gani? Mavazi anayowateremshia, anayotamkwa ni mavazi ya utawa, mavazi ya uchaji Mungu. Ndilo pambo au ndio mavazi ambayo Mungu aliwateremshia Adamu na mkeo baada ya kuanguka kule bustani Eden. Sasa haya mavazi ya utawa na pambo, Biblia inaitambua kama nini, au Taurati inaitambua kama nini? Mwanzo sura ya 3 aya yake ni 22. Kitabu ni cha Mwanzo. Yaani kitabu cha Biblia. Hiki ni kitabu kitakatifu cha Biblia cha Mwanzo. Ndio. Mwanzo sura ngapi mwalimu? 3:22. Mwanzo 3:22. Mwanzo 3:22 nitasoma katika jina la Yesu. Anzia 21. 21 inasema ya kwamba inasema ya kwamba Bwana Mungu akafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Sasa mavazi yenye ambayo Mungu aliwateremshia kule bustanini baada ya kuanguka katika dhambi, Mungu aliwapatia mavazi ya ngozi. Jiulize sasa, kule bustanini ngozi ilitoka wapi kama si mnyama aliyekufa? Na jiulize vile vile, ngozi inatokaga wapi? Sasa Mungu ilibidi afanye kazi, ilibidi afanye jambo fulani, mnyama akufe, ndiposa Adamu na mkewe aweze kutengenezewa mavazi ya ngozi. Ilibidi uhai wa mnyama utoke, ndiposa Adamu na mke wake wakaweze kupata mavazi, jambo lenye ambalo Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi. Sasa tunataka tuangalie, je, wakati Mungu alipoanzisha hii njia ambayo kwamba ni ya mnyama kufa ili wakaweze kupata mavazi ambayo kwamba Mungu aliwatengenezea wenyewe, Mungu alifundisha Adamu, akafundisha familia yake, au hakufundisha Adamu? Tembea nami katika Qur'ani sura ya 5 enda 27-28. Inaitwa surati Maida. Sura 5:27. Surati Maida ndani ya kitabu cha Qur'ani, yani hii ni sura ya meza. Ndio. 27 inasema. Surati Maida yake 27 nimeipata mwalimu. Inasema na wasome habari za watoto wawili. Habari za watoto wawili. Adamu kwa kweli. Watoto hawa wawili wa Adamu walikuwa walipotoa sadaka. Ikakubaliwa na mmoja wao. Ya mmoja wao. Na ya mwingine haikukubaliwa. Akasema yule aliyekubaliwa sadaka yake. Sasa naomba usikilize kwa makini hili. Mungu ameshafundisha njia ambayo kwamba ni Adamu na mke wake ili wakaweze kupata mavazi ya ngozi, mavazi yenye ambayo yalitokana na mnyama kuchinjwa. Na ndiposa tunapata ni ya kwamba alifundisha watoto wake ambao ni Kaini na Habili. Sasa Kaini na Habili, tunaposoma hizo taarifa ndizo wanaambiwa wakumbushwe Kaini na Habili. Kaini alikuwa mkulima ardhi, Abeli alikuwa mfugaji kondoo. Na ndiposa Kaini kwa sababu yeye alikuwa ni mfugaji, ni mkulima ardhi, Kaini akafuata njia ambayo Mungu hakufundisha, akaleta mazao sadaka kwa Bwana. Mungu akakataa ile njia. Lakini alipoleta Habili, mnyama ambaye alichinjwa kwa kuteketezwa, Mungu alikubali dhabihu ya kwake. Na ndiposa habari hizo zinasema ndani ya Qur'ani ya kwamba yule ambaye kafara yake ilikubalika, ambaye ni Habili, yule yake kafara ilikataliwa, akamwonea ndugu yake wivu, na ndiposa akamwambia ndugu yake kwamba nitakuua. Sasa hapo tunapata tayari makundi mawili, njia mbili zinaanza kuonekana hapa. Njia ya kwanza ya Habili ambayo kwamba alifuata, yani ambayo Mungu kaanzisha, ya utoaji wa kafara ya kuchinja ambayo ndio Mungu alianzisha. Na njia ya pili Kaini anayoileta ambayo kwamba ni wivu alomwonea ndugu yake na hata kumuua. Nini tunayopata pale? Tembea katika maandiko. Na inaendelea kwa kusema kwamba inaendelea kwa kusema yule asiyekubaliwa sadaka yake akasema, ndio nitakuua. Ndio. Akasema yule aliahidiwa kuuawa. Akasema yule aliahidiwa kuuawa, yani Habili. Mwenyezi Mungu huwapokelea wamchao. Sasa sikiliza kwa makini jambo muhimu hapa. Habili anamwambia ndugu yake Kaini ya kwamba mimi sitakufanya lolote, wewe unainua mkono wako kuniua, mimi sitakuua. Lakini Mwenyezi Mungu hupokea wamchao, bi maana Habili ni mcha Mungu.
Sasa nataka tuangalie ikiwa Habili ni mcha Mungu, nataka tuangalie ni dini gani inayoitwa dini ya kucha Mungu kwa msingi wa Qur'ani. Na ili uweze kukamilika na kukubalika mbele za Mwenyezi Mungu ni sharti ukuwe mcha Mungu. Na ndiposa Habili alipofuata ile njia au dini ya kuchinja nduguye Kaini, akamwonea wivu, akamuua, kwa sababu Habili alifuata njia ya haki, alifuata njia ambayo Mungu alianzisha, njia ya kuchinja. Hivyo Habili alikuwa ni mcha Mungu, mcha Mungu. Hiyo ndio njia ambayo kwamba Mungu anataka watu wakaweze kuwa kwayo, ndiposa waweze kuona uzima wa milele, mcha Mungu. Na ndiposa Qur'ani nazidi kusema namna gani mwalimu wangu? Qur'ani sura ya 5 aya 35. 5:35. 5:35 nasema hivi. Ubarikiwe. 5:35. Waladhina amanu, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Sasa sikiliza kwa makini. Enyi mlioamini, walioamini wanaozungumziwa hapa ama walioamini kwa Qur'ani ni Waislamu. Sasa Waislamu wanaambiwa enyi mlioamini fanyeni nini? Inaendelea kwa kusema ya kwamba mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikiria. Licha ya kwamba Waislamu wamemwamini Mwenyezi Mungu, mlioamini, Mungu anasema ya kwamba mcheni Mwenyezi Mungu. Bimaana uking'ang'ania kushikilia kuwa Muislamu, kwako wewe kuna hasara inakuja. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anasema mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu. Mtakapomcha Mwenyezi Mungu mtakuwa mmeingia njia au dini aliyokuwa nayo Habili, ambaye ni mcha Mungu. Alimwambia ndugu yake ya kwamba mimi ni mcha Mungu kwa sababu namwogopa Mwenyezi Mungu na sitakunyoshea mkono wewe ukitaka kuniua. Sasa enyi mlioamini, enyi Waislamu, mcheni Mwenyezi Mungu. Alafu inaendelea kwa kusema ya kwamba yani mcheni Mwenyezi Mungu, ndio, na tafuteni njia ya kumfikiria. Baada ya kumcha Mwenyezi Mungu, mtafute njia ya kuifikiria. Sasa Waislamu mnaamrishwa mumche Mwenyezi Mungu, bimaana mtafute njia ambayo kwamba Habili alifuata ili muwe wacha Mungu kama Habili. Na hiyo ndio njia ambayo Mungu alianzishia kule mwanzo. Na ndiposa mtakapotafuta hiyo njia ambayo Habili alifuata, ambayo ilikuwa si nyingine, njia ambayo kwamba ni ya kutoa kafara, kutoa mnyama anayechinjwa ambaye ni kondoo, kafara kwa Mwenyezi Mungu. Msipoingia katika hiyo njia ya uchaji Mungu, basi hakuna faida, kuna hasara. Na ndiposa baada ya kuingia katika njia hii ya uchaji Mungu, Mungu anasema baada ya kuingia hapo sasa tafuteni nini? Njia. Swali linakuja hivi, jiulize tu mwenyewe. Ikiwa wewe unayo njia na Mungu akwambie tafuta njia, unayo? Yaani wewe Mungu anakwambia tafuta njia ya kuifikia pepo yake, unayo? Hauna. Na ile ulionayo bado haujahitimu. Qur'ani sura ya 5:82. 5:82 inasema hakika utawakuta wale maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Sikiliza, hakika utawakuta wale walio maadui zaidi kuliko Waislamu. Kwa Waislamu ni Mayahudi, alafu nao ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Na mshirikina wasiokuwa na kitabu, hawa ndio mahasidi wa Waislamu. Tembea na utawaona walio karibu kwa rafiki na Waislamu. Na utaona wale walio karibu na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Wale wanaosema sisi ni Wakristo, ambao Wakristo ni dini, Ukristo ni dini ama Wakristo ni dini. Hao ndio maandiko yanasema ya kwamba wako katika hali gani? Tembea. Hao ni kwa sababu wako miongoni mwao. Sikiliza kwa makini. Ndani ya Wakristo, miongoni mwao wako watu aina fulani gani? Wachao Mungu na wanavioni. Kuna watu wanaomcha Mungu ndani ya Ukristo au ndani ya Wakristo. Wako wanaomcha Mungu ambao wanafuata njia ambayo ilikuwa inafuatwa na Habili. Tembea. Inaendelea kwa kusema kwamba na kwa sababu Wakristo hawatakabari, na kwa sababu Wakristo hawatakabari, wakijua haki huifuata. Sasa miongoni mwa Wakristo wako wanaomcha Mwenyezi Mungu, na katika wale
wanaomcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa Wakristo, kuna wengine ambao vile vile hawamchi Mwenyezi Mungu sawa sawa, na ndiposa watakapoijua hiyo haki, basi watamcha Mwenyezi Mungu kwa njia ile ambayo Mungu alianzishia kule Eden, ambayo kwamba ilianzishwa na Habili mwenyewe, Mungu akiwa anamuongoza. Bimaana ya kwamba njia ya haki ama njia ya mitume na manabii ilikuwa si nyingine, njia yenye ambayo kwamba ni ya kuchinja mnyama ambaye kwamba alichinjwa kwa ajili mwanadamu akaweze kuifuata hiyo njia ili akaweze kumcha Mungu. Na ndiposa unapokuwa mcha Mungu unapewa agizo moja: tafuteni njia, na utakapo kutafuta njia utaipata. Na njia yenyewe ni gani? Tembea nami Yohana 14 aya Yohana 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa mwanakondoo aliyechinjwa Eden, mwanakondoo aliyechinjwa wakati Ibrahimu alikuwa anataka kumtoa mwanae kafara, mwanakondoo aliyechinjwa wakati Israeli wanatoka Misri, mwanakondoo yule alikuwa kivuli chake anamlenga Yesu mwenyewe. Na ndiposa tunapata Yesu anapokuja, yeye anatangaza rasmi na Yohana Mbatizaji, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na ndiposa ni kupitia kwa dini hii ya kuchinja, njia hii ndio njia ya mitume na manabii. Unaweza bakia kuwa Muislamu, unaweza bakia kuwa Mkristo, lakini usipojua hii njia ya kumcha Mwenyezi Mungu, njia ambayo ni Kristo Yesu mwana kondoo wa Mungu, peponi kwako hakuna.